Ninawapongeza sana viongozi wa TAKUKURU kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu wa mwaka wa viongozi, mkutano ambao kwa zaidi ya miongo miwili umekuwa sasa ni sehemu muhimu ya mfumo wa kutathmini na kupanga na kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Hongereni sana. Nimefurahi pia kuona washiriki kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ya Zanzibar, yani ZAECA, pamoja na ujumbe wote ambao mmeambatana nao. Ushiriki wenu unaimarisha dhana ya muungano wetu na kuonesha kwa vitendo kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni ajenda ya kitaifa inayohusu pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana. Na kama mnavyofahamu, katika tukio hili Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye alikuwa awe mgeni rasmi na ndiye aliyealikwa kuwa mgeni rasmi, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa, Mheshimiwa Rais aliamua kunituma. Amenituma nije nimwakilishe katika ufunguzi wa mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais anatambua umuhimu wa mkutano huu wa viongozi wakuu na anaunga mkono kikamilifu jitihada zinazofanywa na taasisi hii katika kuimarisha uadilifu, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa kama msingi wa kulinda utu wa mwananchi na kuimarisha utawala bora na kuhakikisha maendeleo ya taifa letu yanapatikana. Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais anachukia rushwa, anachukia ubadhilifu, anachukia matumizi mabaya ya rasilimali za nchi hii, anachukia uzembe. Ndio maana katika uongozi wake ameziimarisha taasisi hizi zote, ikiwepo taasisi yetu hii ya TAKUKURU. Taasisi zote zinazojihusisha na udhibiti, Mheshimiwa Rais katika uongozi wake ameziongezea nguvu za rasilimali watu. Taasisi zote ameziongezea bajeti kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, ameziongezea miundombinu, lakini pia amezipa meno kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji sheria kufanywa marekebisho. Kwa hiyo yote ni jinsi Mheshimiwa Rais anavyothamini kazi mnayofanya na jinsi anavyotambua kwamba kutokana na kazi yenu rasilimali za nchi hii zitatumika ipasavyo na kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa hiyo pokeni salamu hizo. Nimetaja tu kwa ujumla taasisi zote, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, katika miaka 4 na sehemu kwenda 5 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 nilipata heshima ya kuwa waziri wa fedha. Ninajua maelekezo na msisitizo ambao Mheshimiwa Rais alikuwa akiutoa linapokuja jambo la vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi hizi zinazoshughulika na masuala ya udhibiti na usimamizi wa rasilimali za nchi yetu, utawala bora, pamoja na masuala yanayohusiana na kupambana na rushwa. Pia ninayo furaha kuwasilisha salamu za pongezi na heri ya mkutano mwema kutokea kwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa wanatambua na kuthamini mchango mkubwa unaofanywa na TAKUKURU pamoja na ZAECA katika kulinda maslahi ya nchi yetu. Baada ya salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu, niwaambie jambo moja kabla sijaenda mbali sana kwenye hotuba yangu. Watanzania tunawapenda TAKUKURU.
mlitambue hilo, tunawapenda na tunapenda kazi mnayofanya. Hata msipotuonaona tukija maofisini kwenu ni mazoea tu, kwa sababu wengi wanaokuja huko wanakuja kwa wito maalum. Lakini ukweli ni kwamba tunawapenda, na mimi nitoe rai kwa Watanzania wote, tuende tu hata kama hatuna wito, kama tuna jambo la kuweza kuwasaidia wenzetu. Kwa sababu ukiona kwenye kauli mbiu hii, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timize wajibu wetu. Kwa hiyo kila Mtanzania ana wajibu wa kutimiza, pamoja na kwamba tunaogopaga kwenda, kwa sababu wanaokwenda kule wanaenda kwa wito. Lakini unapokuwa na jambo linaloweza kusaidia kazi hii, nenda, utalindwa na taarifa zako zitalindwa, lakini zitatumika kuisaidia nchi. Na mimi ninapowasisitizia kuwa nawapenda, nina mifano mingi tu ambayo inatusaidia, inawahi kusaidia. Mimi Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa TAKUKURU, wakati naenda kugombea kwa mara ya kwanza, kila mtu niliyekuwa namwambia nakubalika, naenda kushinda, ananiambia utaweza kweli wewe? Natoka shuleni tu naenda kugombea. Watu wanaenda na fedha kule. Baadaye tukakaa na mrafiki tena mwingine alishatangulia TAKUKURU, ndugu yangu mmoja Sibomana William, akanambia nenda. Unaachaje? Nataka kuambia jinsi tunavyowapenda. Sasa nikaenda na milioni 4 tu, form 100,000, alafu kukodi gari ya pamoja kila mgombea milioni 1. Kwenye milioni 4 zika zimeondoka milioni 1,100,000. Sasa baada ya hapo ikawa kila wakinaambia, wajumbe wajanja sana, mnaweza ukawa huko na wenzako hapo wanakuambia, mwenyekiti nasema tu hiyo, wanaweza wakakwambia wenzako wamekuja huku bwana, wanataka na wewe uende. Na waambia, na ukikiri kwamba huna hela, unasema mgombea dhaifu kabisa huyo, na waambia sikilizeni, yani hapa nilipo niko fiti, lakini kwa kuwa ushindi huu tumeshapata, uko kote TAKUKURU wapo. Unaona watu wapo TAKUKURU wapo. Kumbe hela sina. Nimepata msaada wa TAKUKURU. Sasa akipita tu mtu yeyote kule, hata kama sio TAKUKURU, wanasema tumewaona kweli hapa. Tunawapenda na tunathamini kazi yenu. Endeleeni, songeni mbele. Songeni mbele. Kazi yenu ni njema sana. Hata tusipokuja, mimi nitoe rai kwa Watanzania, twendeni tuwasaidie. Kazi hii mnayofanya ni ya nchi, sio kazi binafsi. Ni kazi ya nchi. Mnasaidia nchi.